Oscar according to hii clip anasema kwamba Yanga wanabidi wacheze mchezo wa dabi ili kuokoa soka ya Tanzania. Nini maoni yangu kwenye maoni yake? Hapa ni maoni juu ya maoni. Okay, maoni yangu ni kwamba ili kuokoa soka ya Tanzania, Yanga wanatakiwa wawe na msimamo kwamba hawatocheza dabi mpaka viongozi wa sasa wa bodi ya ligi wajiuzulu. Binafsi nitafurahi wakimtia na Karia kwa sababu kashaonesha tayari kwamba ni mtu ambaye hatoweza kusimamia haki, lakini minimum viongozi wa sasa wa bodi ya ligi wajiuzulu kwa sababu wamefanya makosa na hawataki kuwajibika. Na hili tatizo ni kubwa sana kwetu sisi Tanzania. Watu wengi wanapenda kulaumu lakini hawapendi kuwajibika ama hawawajibiki kabisa. Kwa hiyo haingia akilini dabi kuchezwa bila watu kuwajibika. Kwa hiyo ili kuokoa mpira Tanzania ni kuto kucheza hiyo mechi hadi viongozi wa bodi ya ligi waondoke, wawajibike na wengine wote wanahusika wawajibike. Sasa Oscar labda useme hivi, ili kuokoa dabi lazima Yanga wacheze. Ya, unaweza kusema hivyo, hakuna shida, lakini kuokoa soka means kutengeneza misingi sahihi ya soka, kwa sababu soka la Tanzania sio mechi moja tu ya dabi ya Simba na Yanga. Kuna mechi nyingi na kuna mambo mingi ambayo hayako sawa hapo kwenye soka. Kwa hiyo ili kuokoa soka, kusaidia soka Tanzania, Yanga inabidi waendelee na msimamo wao na bodi ya ligi inabidi wajiuzulu. Kwa nini sasa walazimisha, yani lazima waendelee? Wewe mwenyewe fikiria, ili kuokoa ni rahisi zaidi kwa viongozi wa bodi ya ligi kukaa pembeni, lakini kitu ambacho kipo kwetu sisi, watu wakipata nafasi wanahisi zile nafasi ni kama wamezaliwa nazo, kwamba wao tu ndio wanastahili ile nafasi, hakuna mtu mwingine anayestahili. Kwa hiyo hata kuondoka ama kuwajibika kwa wao ni gumu. Kwa hiyo kama unakubaliana na mimi unaweza kaandika kwenye chat. Kama hukubaliani na mimi, njoo live. Tuokoe mpira Tanzania, bodi ya ligi iondoke. Na mtu anaweza kafikiria labda mimi nasema iondoke kwa sababu ya mchezo wa dabi tu, wameharibu mchezo wa dabi. Hapana. Ukifuatilia mwenendo wa ligi haufurahishi. Kitu pekee ambacho naweza nikawapa credit, wamesaidia kidogo kuvibana vilabu ili viwe na viwanja ambavyo pitch yake ina afadhali kidogo. Yaani kusaidia katika kuimprove viwanja. Hiyo kidogo naweza nikawapa credit. Wanafungia even though pia unaona sometimes wanapindisha. Kama kanuni inasema inabidi mpaka uwanja ukaguliwe ndani ya siku 5, wanaweza kapindisha, inategemea ni mtu gani. Kwa hawa watu kiukweli hawana uwezo wa kusimamia sheria. Kwa hiyo hawana uwezo wa kusimamia kanuni ambazo wamewekwa pale wazisimamie. Kuna haja gani ya hawa viongozi wa sasa bodi ya ligi kuendelea? Kwangu mimi binafsi hakuna haja, wanapaswa kukaa pembeni, na hii ndiyo njia sahihi ya kuokoa mpira Tanzania. Mpira Tanzania utaokolewa kwa kupata watu sahihi wa kuendesha huo mpira. Watu ambao wataweza kusimamia kanuni bila ya kujali nani kakiuka. Kwa sababu kinachofanywa sasa hivi, Simba na Yanga ni watoto ambao wanadeka sana. Wadekeza Simba na Yanga, mtu mwingine anaweza kusema hizo ni timu ambazo zinabeba Tanzania na mambo kama hayo, lakini kiukweli wanachokifanya wanaua timu nyingine. Kwangu mimi sioni kama kuna tatizo kama kwa msimu mmoja Simba kumaliza nafasi ya 10. Badala yake inaweza kuwa ni chachu ya kufanya timu nyingine zikue. Sioni kama kuna tatizo kwa msimu mmoja Yanga kushuka daraja. Kwa sababu kama kweli ni timu kubwa, hata akishuka daraja atakuwa na uwezo wa kurudi tena, right?
na itasaidia pia kama nilivyosema timu nyingine pia kukua. Sasa kuokoa mpira Tanzania lazima kuwe na haki, na kuwa na haki pia yani ni nini kwangu mimi kwa upande wa hii issue ni bodi ya ligi kuwajibika. Tunalo tatizo kubwa hili Tanzania, watu kutowajibika. Sio viongozi wa bodi ya ligi tu, lakini hii ipo kwenye jamii kwa ujumla. Watu wengi hawawajibiki. Mtu anaweza kafanya akavurunda, akafunika na hatotaka kuchukua responsibility, own zile mistakes alizozifanya. Kwa hiyo mwisho wa siku kila mtu hataki kuwajibika. Kwa hiyo hapa ndugu yangu Oscar mara nyingi unakuwa na mawazo mazuri ambayo wanamsikiliza, akiachana na zile akili zake nyingine ambayo anafanya kama anafikiria kama joke, anakuwa na mawazo mazuri, lakini mpira wa Tanzania hawezi kuokolewa kwa Yanga kwenda kucheza dabi. Badala yake itakuwa ni kuzidisha kuua mpira wa Tanzania. Mpira wa Tanzania utaokolewa kwa watu kuwajibika. Na hii kuwajibika ni kwamba ndani ya Simba na Yanga, ndani ya bodi ya ligi, mashabiki na waamuzi, kila mtu awajibike. Mtu anayefanya makosa lazima akubali haya ni makosa. Kama hatua sahihi ni kujiuzulu, kujiondoa katika nafasi, uondoke. Hatuwezi kufunika tukafikiria tutaenda mbele. Tutaenda mbele kwa kuwa wakweli, kusema ukweli na kuwajibika.